Hivi unawafahamu wachezaji ambao wanaenda kustaafu baada ya kombe la dunia kuisha? Yanamaanisha world class players. Hii ni list ya wachezaji wakubwa 10 ambao wanaenda kustaafu baada ya kombe la dunia kuisha. Namba 10 inaenda na Heung-min Son ambaye ana miaka 34, ana miaka 17 kwenye soka la kulipwa, lakini pia amecheza makombe ya dunia manne. Kombe lake la dunia la kwanza lilikuwa ni 2014. Namba 9 imechukuliwa na Casemiro ambaye pia naye ana miaka 34, ana miaka 18 kwenye soka la kulipwa, lakini pia amecheza makombe ya dunia matatu. Kombe lake la kwanza lilikuwa ni 2018. Namba 7 inachukua na Kevin De Bruyne ambaye ana miaka 35, ana muda wa miaka 17 kwenye soka la kulipwa, lakini amecheza makombe ya dunia manne. Kombe lake la kwanza lilikuwa ni 2014. Namba 5 ni Thibaut Courtois ambaye ana miaka 35, lakini pia ana miaka 17 kwenye game la kulipwa. Amecheza makombe ya dunia manne na kombe lake la kwanza lilikuwa ni 2014. Namba 4 inachukuliwa na Neymar ambaye ana miaka 34, lakini pia ana miaka 17 kwenye soka la kulipwa. Amecheza makombe ya dunia manne na kombe lake la kwanza likiwa ni 2014. Namba 3 ikichukuliwa na Luka Modric ambaye ana miaka 40, lakini pia ana miaka 23 kwenye soka la kulipwa. Amecheza makombe ya dunia 6 na kombe lake la kwanza lilikuwa ni 2006. Namba 2 ikichukuliwa na mtaalamu Lionel Messi la Pulga ambaye ana miaka 40, lakini pia ana miaka 23 kwenye soka la kulipwa. Amecheza makombe ya dunia 6 na kombe lake la kwanza lilikuwa ni 2006. Namba 1 inachukuliwa na the GOAT himself Cristiano Ronaldo akiwa na miaka 42, lakini pia ana miaka 24 kwenye soka la kulipwa. Amecheza makombe ya dunia 6 na kombe lake la kwanza lilikuwa ni 2006. Unafikiri ni nani kati ya hawa watu ambaye atakumbukwa zaidi kwenye makombe ya dunia kwa kufanya makubwa? Dondosha comment yangu. Ndo mimi ni Ivan Podcast. Follow, like, share and comment.